Habari ya wakati huu, natumai hujambo. Karibu kwenye wiki mpya, karibu kwenye jambo la leo la Oktoba 6. Tarehe ni saa 12 kwa saa za Afrika Mashariki. Jina langu ni Piana Suleiman. Mimi ni Mina Yusuf na haya ni machache tulionayo. Jambo la leo. Zamani ilikuwa ukija serious 50-60 huwezi kukosa. Kwa kila mwaka lakini mambo yalikuwa yana change. Sasa hivi mambo yamekuwa mengi. Unaweza ukarudi, ukaja hapo, ukaondoka hata na 5000. Jeshi la polisi lingependa kutoa taarifa kuwa bado linaendelea kumsubiri ndugu Humphrey Polepole aripoti katika ofisi ya mkurugenzi wa upelelezi wa makosa ya jinai. Mwili umeharibika kabisa. Fuvu la kichwa limetoka, limebaki ile mfupa kabisa wa kichwa. Kwa hiyo hata kama kuna kitu kilimpiga, huwezi kujua kilipiga wapi. Ila ni wazi kwamba kuna mauaji yalifanyika juu ya mtoto, sio kwamba alikufa kifo cha kawaida. Jambo la leo. Unaweza kufuatilia jambo la leo kupitia tovuti yetu ya www.jambofm.co.tz, lakini pia kupitia chaneli yetu ya YouTube, andika Jambo FM Radio Tanzania. Na jambo la leo linaanzia 106.90 Geita, ambapo huzuni, majonzi na simanzi vimeikumba familia ya Bi Salma Mrisho, mkazi wa kata ya Kalangalala, halmashauri ya manispaa ya Geita, baada ya kupata msiba uliotokana na kifo tata cha mjukuu wake aliyetoweka kwa siku 6 kabla ya mwili wa mtoto huyo kupatikana ukiwa umeharibika vibaya. Taarifa kamili na Ibrahim Rujala kutoka mkoani Geita. Ulitangulia uwepo wa mazungumzo ya kirafiki kati ya bibi na mjukuu, ambayo ndani yake aliambatana na ombi la ruhusa ya kwenda kucheza, ambayo mtoto Margaret Dickson aliyekuwa na umri wa miaka 7, mwanafunzi wa darasa la kwanza katika shule ya msingi Kalangalala na mkazi wa eneo la Katoma katika halmashauri ya manispaa ya Geita mkoani Geita, bila kujua kuwa itakuwa ni siku ya mwisho kumuona mjukuu wake akiwa hai. Bibi akamruhusu akimtaka kuwahi kurudi nyumbani. Salma Mrisho, ambaye ni bibi wa marehemu huyo, ameeleza kwa Jumatatu ya Septemba 29 mwaka 2025 ndipo mjukuu wake alipotoweka, hakurudi tena nyumbani. Akawa mnaambia hivi, bibi nataka niende na mimi kacheze na wengine. Nikamwambia hivi, nenda kacheze lakini uwahi kurudi. Ukichelewa nitakukutana na kiboko. Akaniambia hivi, bibi sichelewi kuna kuja. Hapa alikuwa anafika muda wa saa ngapi? Kwa saa 1. Akichelewa saa 2 ameshafika hapa mtoto. Sasa nimepika nikamaliza, nikapika ugali. Nikasema huyu mbona hajaja? Imekuaje? Leo ikasita kabisa, ule ugali sikula. Nikawa nimeondoka nikaenda. Baadhi ya majirani wanaeleza namna walivyojulishwa taarifa za kupotea kwa mtoto huyo. Ule muda mtoto aliondoka na watoto wenzake muda ya saa 1 kasoro, wakaenda kucheza na sehemu zingine. Umeenda ndio ikafikia usiku, bibi yake na mtoto akawa amekuja sema saa 4 za usiku, akasema bwana mtoto hajafika nyumbani hivi tunavyozungumza. Yeye alipokuja kuniuliza nikamwambia mbona mtoto alikuwa anachezea hapa jana tu, ilikuwa muda saa 1 tu, hata giza ilikuwa bado. Baadaye akaja kama nakuja nyumbani ndio asema amepotea. Baada ya siku 6 za kumtafuta mtoto Margaret, ndipo mwili wake ulipopatikana ukiwa umeharibika vibaya, kama ambavyo daktari kutoka hospitali ya manispaa ya Geita Rashid Rugwisha anaeleza juu ya uchunguzi, huku mwenyekiti wa serikali ya mtaa Frank Elias Kwimania akieleza juu ya hatua za maziko ya mwili wa marehemu. Tumeshinda ni mtoto wa kike, huwa tunaangalia vile kama kuna ishara za labda za kubakwa kufanyaje, lakini tumeshindwa hata kuna nini, maana nifunza kila mahali, mwili umeharibika kabisa. Fuvu la kichwa limetoka, limebaki ile mfupa kabisa wa kichwa. Kwa hiyo hata kama kuna kitu kilimpiga, huwezi kujua kilipiga wapi. Ila ni wazi kwamba kuna mauaji yalifanyika juu ya mtoto, sio kwamba alikufa kifo cha kawaida. Lakini kutokana na mwili ulivyoharibika, tuna stili leo. Japo tutakaa na familia kujua ni sehemu gani na ni eneo gani ili tuweze kustili kumpumzisha, kwa sababu alipo asharibika hawezi akalala tena, na hata hatuwezi tukatumia njia mbadala ya kumuhifadhi. Kwa hiyo kikubwa ni tufuate utaratibu kama Nzengo kupitia wanandugu ili tuweze kumstili. Wakizungumza kwa uchungu mkubwa, wazazi wa marehemu wameelezea namna walivyosikitishwa na kifo cha mtoto wao mpendwa. Serikali ijaribu kufanya ya kwake serikali. Maana serikali sio kipofu, naamini. Samia ni wa kwetu, serikali ni wa kwetu, na sisi ni wa kwake, naye ni wa kwetu.
Mungu atatusaidia, serikali endelee kutulinda. Jeshi la polisi lilifika eneo la tukio kwa ajili ya taratibu zaidi, ambapo walitoa ruhusa ya kuendelea kwa maziko kutokana na mwili wa marehemu kuharibika vibaya. Kutoka hapa 106.9 Jambo FM mkoani Geita, mimi ni Ibrahim Rojala. Asante Ibrahim Rojala kwa taarifa hiyo, na Mwenyezi Mungu pia ampumzishe mtoto huyu. Najua alikuwa na ndoto nyingi kulikweli, lakini kabisa, kifo kimekatisha ndoto zote hizo. Na familia wanatakiwa kuwa na nguvu sana kipindi hiki, kwa sababu sio jambo jepesi hata kidogo. Tulipeleke jambo la leo Tabora. Wakazi wa mtaa wa Ikunji, kata ya Mwinyi, manispaa ya Tabora, wameuomba uongozi wa mtaa wa shirika la umeme Tanzania TANESCO mkoa wa Tabora kushughulikia tatizo la nyaya za umeme zilizolegea katika maeneo hayo, kwani zimekuwa zikihatarisha usalama wa wananchi. Pascal Tuliani na taarifa kamili. Jambo FM imefika katika mtaa huo na kujionea hali halisi ya nyaya hizo zilizolegea kiasi ambacho mtu yeyote anaweza kuzifikia na kuzigusa kwa mkono, jambo linalohatarisha usalama kwa wapita njia, lakini pia watoto wanaocheza katika maeneo hayo. Baada ya kujionea hali hiyo, nimezungumza na wakazi wa mtaa huo wa Ikunji, kata ya Mwinyi, manispaa ya Tabora, ambapo wamenieleza hofu walionayo juu ya ulegevu wa nyaya hizo. Kiukweli nyaya ziko kwenye hatari, ni hatari kubwa sana. Pia na watoto, kama unavyojua, watoto wanacheza kila michezo, aina ya michezo wanacheza, na hizi nyaya zipo karibu sana. Kwa hiyo wakitaka hata kushika, mfano michezo ya watoto, wanaweza wakawa wanaruka, wanafanya nini, wameshika nyaya, inakuwa ni hatari kiukweli. Tunawaomba sana waje watusaidie, tusaidike jamani, maana hii ni hatari sana. Viongozi kama mnatusikia, mtusaidie, maana sisi peke yetu hatuwezi, na ndio maana tumekuja kuongea hili swala. Kweli hizi nyaya zimeshuka chini na ni hatari kwa jamii. Kwa hiyo tulikuwa tunaomba kama kuna kiongozi anatusikiliza wa mtaa, diwani, tulikuwa tunaomba aje tutengenezee, awaite TANESCO azitengeneze hizi nyaya. Tulishamwambia diwani na akaja akaziangalia, hakuja kufanya chochote kile. Tukaja tukamwambia kwa mara ya pili tena, akasema kwamba atawaita TANESCO, mpaka leo hajawaita. Kwa hiyo sisi tubidi tukakaa kimya. Katika kutafuta ufumbuzi wa majibu ya swala hili, ikanilazimu kubisha hodi katika ofisi ya shirika la umeme Tanzania TANESCO mkoa wa Tabora. Na hapa nakutana na ndugu Saidi Mremi, ambaye ni afisa uhusiano huduma kwa wateja mkoa wa Tabora. Anakiri kuwepo kwa changamoto za namna hiyo katika baadhi ya maeneo hapa Tabora. Ni kweli kuna baadhi ya maeneo ambayo yanaripotiwa na wateja wetu kwamba nyaya za umeme zimelegea, ziko chini, lakini sisi tunakupitia kitengo cha emergency, yani huduma za dharura. Mafundi wetu wakishapata taarifa hufika haraka kwenye eneo la tukio na kuweza kufanya marekebisho. Lakini pia tuna kitengo chetu pia cha maintenance ambacho kinafanya marekebisho makubwa ya miundombinu, kwa maana ya nguzo zilizooza, kubadilisha pia baadhi ya vifaa vilivyoko kwenye miundombinu yetu ambavyo vina hitilafu, kufanya marekebisho kwenye transformer na vitu kama hivyo. Pia ndugu Mremi anatoa wito kwa wananchi kutoa taarifa mapema pindi wanaposhuhudia hitilafu za miundombinu ya umeme katika maeneo yao. Mikakati ya shirika ipo na timu za kushughulikia hizo changamoto ipo na vitengo vya kufanya hiyo kazi vipo. Tunachowaomba tu wananchi, unapoona hitilafu yoyote kwenye miundombinu yetu, hasa hizo kama waya zinaning'inia chini, utoe taarifa haraka kupitia namba yetu ya simu ya 180. Na hii namba ya simu ni bure, mteja akipiga anapiga bure. Kwa hiyo ukipiga itapokelewa, taarifa zako zitarekodiwa na mafundi watafika haraka. Kwa sababu TANESCO, wafanyakazi wa TANESCO hawako kila mahali kuweza kuona hitilafu zote zinazotokea. Ndio maana tunawaambia wateja wetu waweze kutoa taarifa. Maeneo yote ambayo tunapata taarifa tumekuwa tukifika kwa haraka. Lakini ikionekana tatizo ni kubwa, linahitaji muda na vifaa, hiyo taarifa inahamia kwenye kitengo cha maintenance ili mafundi waweze kwenda kufika pale na kufanya maboresho. Kutoka hapa 99.7 Tabora, mimi ni Pascal Tuliano, Jambo FM. Taarifa hiyo ya Pascal Tuliano natupeleka makao makuu ya nchi Dodoma, ambapo ukuaji wa teknolojia ya kisasa katika simu janja umekuwa tishio jipya kwa vijana wanaojihusisha na shughuli ya kupiga picha katika eneo maarufu la Nyerere Square jijini Dodoma, ambao kwa miaka kadhaa wameitegemea kazi hiyo kama chanzo kikuu cha mapato. Mengi zaidi juu ya hilo na Gideon Gregory. Jua linapochomoza juu ya anga la Dodoma, mwanga wake huangaza Nyerere Square, eneo lenye historia, harakati na ndoto za vijana wengi. Hapa kamera ndogo zimekuwa silaha ya kujikimu na tiketi ya mlo wa mchana, lakini sasa
zimeanza kuangushwa na kishindo kisichoonekana cha teknolojia. Nakumbuka siku moja nilikuwa Martin pale. Kuna mteja ilikuwa kwenye graduation, kuna mteja nilikutana naye pale, nikaa napiga picha. Kulikuwa kuna mdogo wake naye akawa anapiga na simu pale. Sasa baadaye anambeba na hizi picha, anauliza, "Hey, kaka, gharama ni shilingi ngapi?" Anambeba dada ziko kadhaa 50,000. Yule mzake akasema, "Acha nazo wewe, chukua kama 2-3, mimi nimepiga nyingi kwenye simu." Sasa na mimi pale nikaa niko moto, nikasema na ise basi utachukua hizi huko za kwenye simu. Hizi mimi achana nazo, siwezi ngapoteza muda wangu wote nikaa napiga afu kumbe naye mnapiga kwenye simu. Basi mimi nikaondoka pale, nimekaa kama siku 2-3, dada akaja sikoe hapa. Sasa zile picha samani kaka wangu, hiyo 50,000 nakupa nipatie. Zile picha za kwenye simu sio. Kiukweli nafasi yetu kwa sisi kama wapiga picha inaelekea sio sehemu nzuri sana. Na kama tulivyokuwa tunajivunia mwanzoni ilivyokuwa kwamba zamani tulikuwa tunatumia kwamba kwa mpiga picha ilikuwa ina nafasi nzuri sana kwetu, tofauti na sasa hivi ambapo simu zimekuwa zinaboreshwa zaidi. Kwa hiyo inaathiri sana kwenye soko letu la upiga picha. Maana ndoto yangu mimi inakwenda kuzima, kwa sababu hata wale wateja waliokuwa wananipigia simu wananipa kazi, sasa hizo wanatumia simu zao. Maana mtu paka anaenda kununua na nilisimu ya milioni 3, sio kwa sababu ya mawasiliano mazuri. Sana hawa mfaa hususan wadada, kwa sababu ya kamera nzuri. Jambo pekee la kujiuliza kabla ujio wa teknolojia, hali ilikuwaje? Zamani ilikuwa ukija serious 50-60 huwezi kukosa. Kwa hiyo kila mwaka lakini mambo yalikuwa yana change. Sasa hivi mambo yamekuwa mengi. Sasa hivi kijua kieleweki. Kuna siku unaweza ukarudi, ukaja hapo, ukaondoka hata na 5,000. Na issue, unajua issue nyingine, hawa madogo wamekuwa wengi, wanatuharibia bei kwa sababu gani? Asilimia madogo wengi hapo wana kamera za hesabu. Yaani amepewa na bosi wao, kila siku nataka 5,000. Tangu nilipoanza mpaka sasa ni tofauti. Nilipoanza ilikuwa na nafuu, ila kwa sasa hivi imekuwa ni haina nafuu kwa sababu ya teknolojia. Wataalamu wanasema changamoto hiyo inapaswa kuonekana kama fursa ya ubunifu zaidi kuliko adui wa maendeleo, kama anavyoeleza mtaalamu wa teknolojia kutoka Chuo Kikuu cha Dodoma UDOM, Dr. Jabela Matogoro. Kama hautakubali kuendana na ukuaji wa teknolojia, lazima itakuwa ni tishio. Lakini kama endapo utakubaliana na wewe kujiongezea maarifa, kujiongezea ujuzi, na muda mwingine kuwa na vifaa vya kisasa ambavyo vitaendana na ukuaji na wakasi ya teknolojia, lazima utaiona teknolojia inakuja na fursa mpya. Teknolojia inakuwa na ni lazima tu kwamba ukuaji wake unakuja na changamoto, lakini changamoto hizi tuzigeuze ziwe fursa. Katika uwanja huu wa Nyerere Square, kila jioni jua linapozama, mwanga dhahabu hugonga lenzi zao, ishara ya kwamba ndoto bado hazijazimika kwao. Kila picha ni kumbukumbu, lakini pia ni kilio cha matumaini kwamba siku moja teknolojia itakuwa daraja la mafanikio, sio kikwazo cha ndoto zao. Kutoka Dodoma, Gideon Gregory, Jambo FM. Wakati ambao unasubiri teknolojia iendelee kukua zaidi kwa ajili ya maendeleo, kuna watu wanalia kwamba teknolojia imeenda kuua biashara zao. Na nadhani ambao wanalia hawajafahamu kitu kimoja, ama hawakupata nafasi ya kusikia ujumbe mmoja wa mtu mmoja kwamba teknolojia haitokuja kuchukua kazi ya mtu, ila teknolojia itachukua kazi za watu ambao hawawezi kufanya kazi zao kwa kutumia hizo teknolojia. Kwao ni kujiupdate, kuingia ndani. Kwenye kazi yako hakikisha unatumia teknolojia, ila teknolojia itachukua kazi ya wale ambao kwenye kazi zao hawatotumia teknolojia. Jambo la leo linakita kambi katika jeshi la polisi nchini. Limesema bado linaendelea kumsubiri Humphrey Polepole ripoti katika ofisi za mkurugenzi wa upelelezi wa makosa ya jinai. Taarifa iliyotolewa na msemaji wa jeshi la polisi nchini David Misime amesema kwa vyombo vya habari leo Oktoba 6, 2025 imeeleza kuwa Humphrey Polepole alitumiwa barua ya wito kwa mujibu wa sheria za nchi ya ripoti katika ofisi za mkurugenzi wa upelelezi wa makosa ya jinai ili atoe maelezo kuhusu tuhuma mbalimbali alizozitoa kupitia mitandao ya kijamii, lakini hadi leo hajatekeleza maelekezo hayo kwa mujibu wa sheria. Katika taarifa hiyo, jeshi la polisi pia limesema limeona taarifa zinazosambazwa kwenye mitandao ya kijamii na ndugu wa Polepole kwa Humphrey Polepole ametekwa, na kwamba tayari wameanza kufanyia kazi taarifa husika ili kupata ukweli wa jambo hilo.
Jeshi la polisi lingependa kutoa taarifa kuwa bado linaendelea kumsubiri ndugu Humphrey Polepole aripoti katika ofisi ya mkurugenzi wa upelelezi wa makosa ya jinai. Ndugu Humphrey Polepole alitumiwa barua ya wito kwa mujibu wa sheria za nchi aripoti katika ofisi ya mkurugenzi wa upelelezi wa makosa ya jinai ili atoe maelezo kuhusiana na tuhuma mbalimbali alizozitoa kupitia mitandao ya kijamii, lakini hadi leo hajatekeleza maelekezo hayo kwa mujibu wa sheria. Jeshi la polisi limeona taarifa zinazosambazwa kwenye mitandao ya kijamii na ndugu zake kuwa ametekwa. Tayari tumeanza kufanyia kazi taarifa husika ili kupata ukweli wake. Jumapili jeshi hilo kupitia msemaji wake DCP David Misime limesema litawasaka na kuwakamata na kuwafikisha katika mamlaka za haki jinai wote wanaotumia mitandao ya kijamii kuandika, kutengeneza au kusambaza maandishi na picha zenye kuchochea vitendo vya kihalifu, akisisitiza kuwa vitendo hivyo ni kinyume cha sheria na maadili ya Mtanzania na vimekuwa vikisababisha hofu kwa wananchi wema. Kupitia mitandao ya kijamii tumeshuhudia tabia ya baadhi ya watu ya kutumia vibaya mitandao hiyo kwa kutengeneza, kuandika na kusambaza maandishi na picha mjongeo za kuhamasisha watu kufanya vitendo vya kihalifu ambavyo ni kinyume na maadili, utamaduni wa Mtanzania na kinyume na sheria za nchi. Vitendo hivyo vya kihalifu vinavyosukumwa na dhamira ovu pamoja na kwamba ni kinyume cha sheria za nchi vimekuwa vikisababisha hofu na taharuki kwa wananchi wema walio wengi kuliko wao bila sababu zozote za msingi. Tabia hizo na vitendo hivyo vinatakiwa kukemewa na kupigwa vita na mtu yeyote yule anayetambua umuhimu na thamani ya amani kwa maisha yake na familia yake. Jeshi la polisi linaendelea kuhakikishia Watanzania kuwa litaendelea kuwasaka na kuwakamata na kuwafikisha katika mamlaka nyingine za haki jinai kwa hatua za kisheria kama ambavyo limefanya kwa waliokwisha kukamatwa ambao bado wanaendelea na uhalifu huo na hawajafikiwa na mkono wa sheria. Wasijidanganye, bali watambue kinachosubiriwa ni muda na ukamilishaji wa taratibu za kuwafikia wakati wowote kulingana na ushahidi kwa mujibu wa sheria, kanuni na taratibu za nchi. Jambo la kimataifa, waziri mkuu wa Ufaransa Sebastien Lecornu aliyeteuliwa hivi karibuni leo amejiuzulu katika hali ambayo haikutarajiwa. Ikulu imesema kwamba barua ya kujiuzulu ya Lecornu imewasilishwa kwa Rais Emmanuel Macron ambaye ameukubali uamuzi huo. Hatua ya kujiuzulu kwa Lecornu imejiri ikiwa ni saa chache baada ya kuteua baraza lake jipya la mawaziri ambapo nafasi nyingi muhimu zimeendelea kushikiliwa na mawaziri waliokuwepo. Kabla ya hatua ya waziri mkuu huyo kujiuzulu, upinzani walitishia kuiangusha serikali yake, jambo linalodhihirisha ni jinsi gani kuna mzozo na mkwamo mkubwa wa kisiasa nchini humo. Siasa za Ufaransa ziliingia kwenye msukosuko tangu Rais Macron alipochagulia tena kwa muhula wa pili mwaka 2022 na zilivurugika kabisa baada ya uchaguzi wa mapema wa bunge wa mwaka jana ambapo hakuna chama chochote kilichofanikiwa kupata wingi unaohitajika wa bunge. Na katika jambo la michezo, kikosi cha timu ya taifa ya Tanzania Taifa Stars leo kimewasili Zanzibar kuelekea mchezo wa kufuzu kombe la dunia 2026 dhidi ya Zambia utakaochezwa Oktoba 8, 2025 katika uwanja wa Amani pale visiwani Zanzibar. Na kuelekea katika mchezo huo, kikosi kilichoitwa kipo tayari na kimeshawasili, na wale ambao walikuwa wanataka majibu kwa nini Samata na Kelvin John hawajaitwa, basi na shaka majibu yake wameyapata. Wacha tuone itakapokuwa. Lililobaki si kutazama sasa hivi nani kaitwa nani hajaitwa, na kuitakia kila laheri, kwa sababu hiyo ni kipimo kimojawapo cha uzalendo. Naamini hivyo. Na wote ni wa Tanzania, si ndivyo? Shukrani sana kwa kuungana na sisi kwenye matangazo yetu ya jioni. Unaweza kutembelea YouTube ya Jambo FM Radio Tanzania kupata taarifa zote hizi kwa undani. Jina langu ni Piana Suleiman. Mimi ni Mina Yusuf.